kama nilivyotangulia kusema awali, ni gharama zinatumika. Gari za Formula 1 yani kigongo, yani ile chassis haimongonyoki, yani ni ngumu. Carbon fiber kufuatilia wanasema ni ngumu mara 5 zaidi ya chuma. Kwa hiyo yani wanakuwa na spare, wanakuwa na front wing ya spare, wanakuwa na rear wing spare, wanakuwa na chassis ya spare. Kwa hiyo ina maana chochote kikitokea, ina maana ile gari linatengenezwa, linarudi tena. Uliset time mara ya kwanza, ukawa unajaribu mara ya pili ndo ukacrash. Watatumia ule muda wa mara ya kwanza ule. Ndo utatumika huo muda wako kukupanga sasa wewe utakuwa kwenye position ngapi kati ya 1 hadi 20. Sasa hapo sasa tumekuja sasa kwenye siku ya mechi. Ile mzunguko kunakuwa na mizunguko mingapi? Inachukua muda gani? Yaani kilomita kama ni kilomita ngapi? Hiyo sasa inategemeana na urefu wa race circuit na condition. Yaani waga kwa sababu ule mchezo ni very very technical. Kwa hiyo waga kila race inakuwaga na laps zake. Kwa mfano mzuri wa Australian Grand Prix iliyotoka kupita wiki iliyopita, kulikuwa na laps 57. Laps 57. Kwa ndani ya hizo laps mizunguko. Mizunguko. Ninavyosema laps ni mzunguko. Kwa ina maana mnazunguka ile njia mara 57. Na inategemeana na urefu wa circuit. Kuna race nyingine unakuta wana cover distance over 1000 km. Ndani ya ule muda wa nani. Ndani ya hiyo mizunguko yote. Kwa hiyo kuna races nyingine ni fupi, kuna races nyingine unakuta zina mizunguko hadi 60 na 63, kuna races nyingine unaweza kukuta mizunguko ni 45. Kwa hiyo inategemea na kila circuit inakuwaga na mizunguko yake. Hakuna kama riadha bwana kilomita labda kukimbia mita 100, kukimbia labda kilomita 21, kilomita 42. Hapana, yani hiyo ni mpaka mmalize hiyo mizunguko hiyo. Na ndani ya huo muda wa mizunguko tunazoita laps ni kwamba matairi waga ni lazima wabadilishe matairi, kwa sababu kwanza kuna tairi za aina 4. Kuna tairi ambayo ni soft, ambayo hiyo ndo inatumika yani kama unataka uwe na speed zaidi, hiyo yenyewe inatumika, lakini yenyewe haiwezi kadumu labda ndani ya hizo laps zote 57. Unakuta soft yenyewe inaweza ikadumu ndani ya laps 20 au mizunguko 20. Kwa baada ya hapo inabidi ubadilishe. Kwa hiyo ina maana hapo team lazima kuwe na strategies. Kuna mtu ambaye anapanga mikakati sasa. Kwamba baada ya round kadhaa tubadilishe tairi, tutoe soft tire, tuweke hard tire. Kama kuna mvua, kuna tairi ambayo ni nini? Ni ya mvua, tunaita wet tire. Kwa sababu barabarani mule mvua ikinyesha yale maji yanavyotuama, lazima uwe na tairi ambayo inaweza kutema maji pembeni hivi. Kwa sababu hizi tairi nyingine kama nilosema soft tire, hiyo yenyewe tunatumiaga kama kuna jua hivi. Zile ni zile slicks, tunaita slicks, tairi ambayo ni kipara. Ni kipara. Kwa hiyo inakuwa inanata. Lakini kukiwa na mvua, ukiweka slicks unateleza. Na ndo kilichotokea kama watu walifuatilia Australian Grand Prix. Magari yalikuwa yanateleza sana kwa sababu mvua ilinyesha. Na watu kutegemea kama na walianza na tairi ambazo sio za mvua. Lakini na kwenye mvua kuna ile mvua ambayo ni nzito kabisa, ndo tunaweka hizo full wet tires. Lakini kama ni mvua nyepesi alafu ile njia inakuwa na maji, kuna tairi tunaziita intermediates. Yani zenyewe zina kashata lakini sio kubwa sana yani. Ila zinarahisisha yani dereva kupata grip, tunasema grip, ile tairi kushikana na njia. Okay. Tukiongelea mshindi kwenye kwenye mashindano kwenye Formula 1, anakuwa ametumia urefu gani kwa muda gani? Sasa mshindi wa kwa mfano hiyo Australian Grand Prix, inabidi yani muda hizi raundi 50, hizi laps tunasema laps 57 zinaisha, yeye awe namba 1. Kwa ina maana zunguka utakavyozunguka, lakini yani kama ulianza namba 1, asipokupita mtu ina maana utamaliza namba 1. Sijui umenielewa hapo? Yani hatuangalii muda tena. Tunaangalia overtaking. Wewe unaweza ukaanza namba 1 lakini akatoka huku mtu namba 3 lakini akatafuta namna ku overtake, na maana yeye ndo atachukua ile nafasi ya kwanza.
Kwa kwenye mshindi hatuangalii. Kwa hiyo haijalishi muda. Haijalishi umetumia muda gani. Kwa hiyo ukipata accident, unatoka. Wewe uweze ukawa mshindi. Unaweza ukaanza wa mwisho ukamaliza mshindi. Okay. Na hapo sasa inategemea vitu vingi. Kuna strategies. Kwa mfano kama kwenye Australian Grand Prix alianza kutokana na qualification, Lando Norris alianza wa kwanza akafuatiwa na teammate wake ambaye ni Oscar Piastri. Na mvua ilivyonyesha sasa ilitokea kuna namna waliteleza, wote walitoka nje ya barabara. Ila yule Oscar Piastri sasa yeye ndo alitoka hadi nje kabisa, magari mengine yakampita. Kwa alikuja kumaliza race kwenye nafasi ya 9 kama sikosei. Na wakati alianza nafasi ya pili kwa sababu aliteleza. So mwisho wa siku sasa watu wanatamani kujua zile gari zinakimbia speed ngapi yani, kwa sababu hilo ndo swali. Zile gari kwa sasa hivi zina uwezo wa kufika zaidi ya kilomita 320 per hour. Yani ile speed yako ya gari ile, unaona gari zetu nyingi zinaishia 180. Sasa ile gari ina uwezo wa kufika hadi 300, zaidi ya 320. Maximum speed record hadi sasa hivi ni kilomita per hour 327 kama sikosei. Ambao nani alivyo? Valtteri Bottas kipindi hicho anaendesha Mercedes. Alikuwa Williams na ilikuwa ni Baku. Race track moja iko Azerbaijan inaitwa Baku. Okay. Sasa kuna tumuongelee brother Sir Lewis Hamilton. Sir Lewis. Sasa Sir Lewis bwana, mimi zamani kwanza wakati nakuwa kulikopo na brother yangu anaitwa Lacha alikuwa anafuatilia sana hizo vitu. Mimi kwa sielewi. Enzi zake na Mike Schumacher. Mike Schumacher alifanya vizuri sana. Aliweka rekodi kubwa sana. Yes, aliweka rekodi ambayo imefikiwa tu na Lewis Hamilton ya kushinda mara 7. Hamna mtu aliyekuifikia. Hamna, na yani aliyeifikia ni Lewis Hamilton. Hamna ambaye amewahi kushinda hayo mataji ya Formula World Champion zaidi ya mara 7. Kwa nini wamuita Sir? Sir ni cheo ambacho unapewa Uingereza kule. Sasa kutokana na kazi kubwa aliyoifanya kwenye mchezo wa Formula 1, na ikumbuke kwa yule jamaa ni dereva mweusi peke yake kwenye ule mchezo, na ametokea kwenye familia ya kawaida kabisa. Kwa hiyo yani ni mtu ambaye amepambana, ni ana kipaji kikubwa kwa kweli. Sasa kwa nini alitoka ile timu na amehamia timu nyingine? Ametoka timu gani na amehamia timu gani? Ametoka Mercedes Formula 1 team amehamia Ferrari. Sasa na sababu nini? Ni story ndefu kidogo kwa sababu Formula 1 inakuwaga na errors. Errors umezungumzia Michael Schumacher hapo. Michael Schumacher wao walikuwa wanatumia zile engine za V10 ambazo ni natural aspirated, hazina turbo. Kwa hiyo huaga regulations zinabadilika. Sasa kuanzia mwaka 2014 ndo zilianza regulation mpya ya kutumia turbo hybrid engines. Yani kwamba engines ambazo zinakuwa na turbo na ni hybrid hapo. Kwa tunatumia kitu sasa tunaita power unit ambayo ina consist na hivyo vitu vitatu. Kwamba kunakuwa na engine ya kawaida, kunakuwa na turbo, alafu kunakuwa na hybrid system. Kwa sasa zilivyoingia hizo regulation ya kutumia hizo engine ambazo ziko complex kidogo, Mercedes-Benz walikuwa na advantage. Waliweza kutengeneza package nzuri sana ambayo ndio iliwawezesha kushinda continuously, yani mfululizo kuanzia mwaka 2014 mpaka mwaka 2020 walikuwa wanachukua tu mataji, either ni madereva wao au gari, kwa sababu kwenye Formula 1 mwisho wa siku waga tunakuwa na driver championship na kunakuwa na constructor championship ambaye ametengeneza gari, timu ambao wametengeneza gari bora. Kwa mfano mwaka jana dereva aliyeshinda ni wa Red Bull, lakini timu iliyochukua ushindi wa gari bora ilikuwa ni McLaren, kwa sababu na ushindi wa timu unavyopatikana ni wanachukua jumla ya pointi za madereva wao wote wawili wanazijumlisha. Timu ambayo itakuwa na point nyingi ndio inakuwa namba 1. Na kadri unavyozidi kuwa namba juu kule, na maana unapewa hela nyingi kwa ajili ya kufanyia development ya gari lako. Ni mpunga pia huko mezani hapo. Unapokuwa position ya juu napewa hela nyingi. Speaking to matairi, nirudi nyuma. Unaonaga wanabadilishaga matairi haraka sana. Ni matairi mangapi, na naona kama wanajaza na mafuta? Inachukua muda gani? Kwa sasa magari ya sasa hivi yako very fuel efficient, kama nilivyosema ni turbo hybrid.
gari sasa hivi hamna haja. Zamani kulikuwa na haja ya kujaza mafuta, lakini kwa sasa hivi kinachobadilishwa ni matairi tu, au unafanyia tweaking zile wings au kubadilisha wing kama ilipata damage, lakini matairi yote manne yanaweza kubadilishwa chini ya sekunde 2. Rekodi kwa sasa hivi inashikiliwa na Red Bull. Red Bull rekodi ya dunia. Walibadilisha matairi yote manne kwa sekunde 1.8, kitu kama hicho. Sekunde 1.8 maana yake moja kama hujafika 2. Kama hujafika 2. Matairi yote manne yashabadilishwa. Gari hiyo hatari sana. Yes. Kwenye turbo hybrid era Mercedes wao ndo walikuwa champion kwa miaka hiyo mfululizo kuanzia 2014 mpaka 2020. Kwa mshikaji akawa anapoteza tu. Kwa yani kwa huo muda ndo Hamilton alifanikiwa kuwin mataji mpaka kufikia mara 7. Katika advantage na ile gari. Alipata mataji mengine na timu ya McLaren. Alipata mataji 2 na timu ya McLaren. Lakini Mercedes ndio waliomsaidia Lewis kufika mpaka mataji 7. Lakini sasa kuanzia 2021 lile gari lilibadilika kabisa. Walileta regulation nyingine. Yani lile gari ina maana yani package nzima yani ilifumuliwa yani wakaanza upya. Gari liliongezeka upana, yani vitu vingi vilibadilika. Regulation maana yake kama vile TFF yao hivi hapa. Au tunawaita FIA, wao wanaitwa FIA. Kwa wakabadilisha regulation. Red Bull wao ndo walitengeneza package nzuri sasa kuanzia mwaka huu 2020. Kuanzia mwaka 2020 gari la Red Bull ilikuwa linakuja, lakini kuanzia mwaka 2021 yani gari lao ndo lilikuwa liko on fire. Sorry kwanza. Red Bull mimi najua ni kinywaji. Sasa ukiniambia gari unanichanganya. Ni kwamba wanatumia gari la Mercedes au nao wanatengeneza gari lao? Red Bull ni kampuni ambayo inatengeneza energy drink, lakini kama umefuatilia utaona wana sponsor sana hizi motorsports. Na vitu vingi sana. Sijui nini michezo ya hatari. Sasa sijui nini. Na kwenye Formula 1 Red Bull wameingia, lakini wao Red Bull hawatengenezi engine. Kwa hiyo wanaotengeneza engine kwenye Formula 1 wako 4 power unit. Kuna Mercedes, kuna Ferrari, kuna Honda. McLaren na watengeneza engine. Kuna Honda, alafu kuna Renault. Renault. Yes, Renault. Wanatengeneza power unit. Kwa hiyo timu nyingine wanafanya kununua. Kwa mfano sio engine. Power unit sasa nikisema power unit ina maana kuna engine, kuna turbos na kuna hybrid system. Ndo power unit. Kwa hiyo Mercedes wanauzia Williams na Alpine. Kuna timu inaitwa Alpine wanatumia power unit za Mercedes. Na hata Aston Martin na wenyewe kuna muda walikuwa wanatumia power unit za Mercedes. Sijajua kwa mwaka huu, mambo huaga yanabadilika. Lakini Red Bull wao wanatumia power unit za Honda wanatengeneza power unit zinazotumika kwenye timu 2. Red Bull wana timu hizi 2 kwenye Formula 1. Wana timu yao timu B ambayo inaitwa kwa sasa hivi wanabadilisha majina, inaitwa Visa Cash App. Kitu kama hicho. Wanabadilisha majina kutokana na ila ni timu ya Red Bull. Ila kutokana na sponsor sasa, sababu nilisema huu mchezo hela zinahitajika. Kwa sponsor akitoa hela, jina lake linakuwa included kwenye jina la timu. Okay, nani anayelipa na mshindi anakuwa analipwa na nani? Yaani wote naona wote wana hela. Yaani hapo ukiongea timu Mercedes, ukiongea timu Red Bull, ukiongea timu McLaren, unaona nani atakayeweza kuwalipa? Sasa nani anayeandaa hiyo? Huu mchezo unasimamiwa na FIA. FIA wenyewe wanahusika kwenye kuorganize, kuuza tiketi, yani hizi license kwenye media. Kwa mapato yote yanakusanywa, lakini kwenye hizi timu mwisho wa season kila timu inapewa hela kadhaa kutoka kwenye FIA, lakini timu na zenyewe zinakuaga na hela yake. Na timu moja inatumia kama shingapi kwa yani gharama zake kama budget? Kwa makadirio kwa sasa hivi ni makadirio kwamba ni euro milioni 220 ambazo ni sawa na bilioni 572-73 hivi. Na hiyo kwa mwaka. Na ili kuleta ushindani au FIA wamebana budget, yani kwamba kuna certain amount utakiwa kuzidi. Kwa sababu unapozidi kuwa na hela nyingi, ina maana unakuwa na uwezo wa kutengeneza gari lenye ubora zaidi, kwamba utainvest kwenye maengineer wazuri zaidi,
utainvest kwenye viwanda vizuri zaidi. Hizi timu unakuta zina viwanda kabisa, kuna kiwanda specifically kwa ajili ya kutengeneza parts za Formula 1 team. Sasa ukiwa na mpunga mrefu, ina maana hizi timu nyingine ambazo bado ziko hoi, ina maana mpaka waje kutengeneza package ambayo itashindana na wewe ni kazi sana. Kwa hiyo zile timu kubwa FIA walichokifanya ili kuleta ushindani, walizi limit kwamba hamtakiwi kuzidi hapa. Kwa sababu unakuta kuna timu kwa mfano kama Haas inamilikiwa na mtu na masponsor. Kwa wao ku raise funds inakuwa ni ngumu, compete na brands kama Ferrari. Ferrari yani hawajaanza leo, toka miaka hiyo. Zile gari zinakuwa zina okay, wao wanapanga regulation kwamba sasa hivi tutumie turbo, tutumie hybrid, tutumie labda na mfumo wa engine wa kawaida. Lakini je, hawana limitation ya speed bana, gari yako isivuke speed fulani au gari yako isizidi turbo size fulani, au zipo hizo? Hapa limitation ni nyingi kwa sababu waga wana produce document ambao ni ndefu sana. Siwezi kusema kwamba nazijua zote, lakini ninachokijua mimi ni sana yani kuna na zile ambazo kila mtu anazijua. Kwa hiyo sheria ziko nyingi sana na kila timu ina namna ya kuinterpret sheria. Kwa hiyo ina maana sijajua exactly kwamba, lakini ninachojuaga tu yani kunakuwa na zile general, yani ukiangalia magari unaona yanafanana, lakini ukiangalia kwa karibu utakuta hayafanani kwa sababu kila timu ina namna yake ya kuinterpret zile sheria. Kwa mfano kwa magari yaliyopita kulikuwa kuna kitu tunachoita DRS. Yani kwenye ile bawa la nyuma kuna namna linafunguka. Linaweza likakaa hivi kuacha gap ili upepo upite, speed ya gari inaongezeka. Na ukifunga brake au ukiingia kwenye kona kile kinaniu kimlango kinakaa hivi kinabana. Kupunguza muda, kupunguza nani? Kupunguza speed. Kwa hiyo hapo waga hiyo system ilikuwa inatumika kwenye ku-overtake. Lakini kwenye huu mwaka DRS hamna. Kwa hiyo ndo kuna hizo sheria ambazo zinakuwaga ni general ambazo watu wote tunazijua, lakini kuna visheria vingi ambazo kila timu sasa inatafuta advantage. Kwa mfano kwenye hiyo DRS wanasema McLaren sasa hivi DRS imezuiwa, lakini kuna namna yani ni ujanja wamefanya, wametengeneza kamini DRS. Kwa hiyo ni issue ambazo, na ukigundulika timu nyingine zikigundua, wakiona hiyo system kwenye gari yako, wanafanya protest kwa FIA wataangalia, je, hii system ni legal kutokana na sheria zetu? Kama sio legal wanaifungia. Hata Mercedes walitengeneza system fulani ambao inamsaidia dereva kukunja kona kwa urahisi, yani gari lake yani ni unapush steering wheel, matairi yani yanabadilisha. Wewe ni mtaalamu, hii inaitwa nini? Sijui ni kamba. Kemba. Sasa kuna namna wakao ukipush hivi steering yani inasaidia gari yani kuna ka system walikatengeneza, ila timu nyingine zilipiga kelele sana yani. Ila hiyo system ilikuwa inawapa advantage kwamba gari lao lilikuwa linaweza likaingia kwenye zile kona at high speed. Kumbuka unavyoingia kwenye kona lazima upunguze mwendo kidogo. Sasa wao baada ya kutengeneza kwa system, yani gari yao ilikuwa kwenye kona yani kama nyoka tu hivi, kama tumeruka kidogo. Kwa hiyo baada ya brother akaona Mercedes sasa hii formula ya pili, Mercedes kwenye hizi regulation mpya walishindwa kutengeneza gari ambao ndio kaingia timu, akaingia Ferrari. Sasa akitokea ingia Ferrari ameshafanya kazi. Ndo hiyo wiki iliyopita walikuwa na Australia Grand Prix, aliqualify, sikumbuki aliqualify position ya ngapi, ila alimaliza kwenye position ya 10. Na kule nani alimrithi kwenye? Aliyemrithi ni Kimi Antonelli. Ni dogo tu, ana miaka 18. Yuko vizuri naye. Yuko vizuri. Alianza Australian Grand Prix nafasi ya 16, lakini kwa sababu alikuwa na strategy nzuri na aliendesha vizuri kwa kweli, kwa sababu kuna wengine au madereva wapya alicrash kabla hata ya mashindano kwanza. Kuna kitu waga tunaita formation lap. Lakini yule dogo Kimi alifanikiwa kufanya hata overtake kwa madereva ambao ni wazoefu na akamaliza nafasi ya 4. So na kuna kwa umesema wanakuwa kila timu inaingiza gari mbili. Kwa hiyo mwenzako akitangulia mbele wewe kwa mwisho, anahesabika yule mwenzako, wewe uhesabiki? Wote mnahesabika kwa sababu kwenye mfumo wa point pointi Jumapili, yani siku ya mashindano, wanaopewa pointi ni kuanzia nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 10. Nafasi ya kwanza anachukua pointi 25. Anayefuata ni pointi 16 kama sikosei. Kwa hiyo zinaenda zinapungua hivyo. Kwa hiyo ina maana kama wewe ukimaliza nje ya top 10, yani siku hiyo
Yani kama gari lenu liko nje ya top 10 ina maana hampati points zozote. Yani ni kama mmeshindana tu. At least muwepo, hata mmoja wapo awepo. At least mmoja wenu awepo kwenye top 10. So hizi tulisema kuna Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ya mashindano. Kuna kuwa na watu wanatazama, yani kiingilio wanalipia. Siku tatu zote watu wanaingia uwanjani. Kuna watu wanaingia, ni tiketi zinauzwa. Tiketi zinauzwa kuanzia Ijumaa. Kuna mtu anakuja tu kuangalia watu wanafanya mazoezi, sound check ile. Yes. Kuna watu wanapenda Formula 1 yani kindaki. Ni tiketi zinauzwa na tatu wanachukua. Yes. Nimeona bwana, nimeona siku moja kuna uwanja mmoja, yani mtu anakuwa hotelini lakini anaiona Formula 1. Sababu kuna hizi ngapi? Sijajua. Lakini kuna hizi tunaita street circuit ambazo ni barabara, hata hapa Tanzania tunaweza tukatengeneza Formula 1 track. Ni barabara tu hizi za kawaida lakini wanatengeneza yani ile shape ile kwenye kona humo wanaweka hizi barriers nini na noma. Monaco sasa ni kanchi kadogo, kwa hiyo sasa yani hata ile njia mimi kwa kweli sipendi race ya Monaco kwa sababu huoni overtake. Alafu na dereva akifanya mistake kidogo tu yuko kwenye ukuta. Nafasi ni ndogo sana. Kwa hiyo ile unakuta hotelini mtu yuko nyumbani hivi anafungua dirisha anaona Formula 1 hapo magari yanapita chini. Nani alikuwa analalamika kuna siku nasikia mashindano yafanyika Saudi Arabia, Uarabuni kitu kama hicho. Yes. Ni kwa Saudi Arabia wapi? Kuna Bahrain. Huku nchi za Kiarabu kuna Bahrain Grand Prix na Qatar waga tunafanya moja kana watu kana lalamika sana. Alilalamika nani ile ni mwaka jana. Madereva wengi walikuwa exhausted. Nice ilikuwa ni Bahrain. Kama sio Bahrain, sikumbuke vizuri ilikuwa ni race gani. Ila madereva walipata challenge sana kwa sababu ya lile joto. Na ikumbuke yale magari walalamika kutokana na joto. Yes, yale magari yako very demanding. Dereva kwa mfano kama alizulumiwa, naona kama alikuwa anamika kama kazulumiwa fulani. Au unazungumzia ile ya championship ya 2021. Okay, nilikuwa sijakupata. Ila ngoja nimalizie na hii hint kwamba dereva uaga anapoteza hadi kilo 3 ya uzito. Kwa mfano niliingia kabla ya race kwanza wanapimaga uzito wa gari, uzito wa mtu. Niliingia na kilo 60, natoka kwenye gari na kilo 57. Hizo nyingine zote ni maji, nimesweat. Kwa gari inakuwa inapima uzito wake na mtu naye anapima uzito wake. Tunapima uzito kwa sababu kuna kama nilivyosema FIA wana sheria. Kwa hiyo yani lazima uzito kila gari iwe na uzito ambao kuna uzito fulani ambao FIA wameuweka. Sasa na lile gari kwa siku moja kilo 3. Hiyo yote inatokana yani kama leo unabeba kilo 3. Yani kama leo sasa hivi ni saa 9 tunaanza saa 9. Saa 9 tunaanza ile mashindano. Baada ya lisali 1.5 kilo 3 sina mwilini. Na hizo zote zimepotea kama maji. Ni kitu cha kawaida. Hiyo noma sana. Formula 1 si mchezo. Turudi sasa kwenye hiyo issue. Bwana kuna hii controversy ilitokea mwaka 2021 ambapo Max ndo alichukua title anasimamia ile race kwa hiyo siku inaendaje. Sasa mtu akicrash kwenye Formula 1 kuna kitu tunachoita safety car. Kumbuka magari yanakimbia hadi zaidi ya kilomita 300 per hour. Sasa unakimbia hiyo speed afu ukatale na kitu ghafla hapo inakuwa ni hatari. Sasa kuna jamaa mmoja dogo fulani anaitwa Nicholas Latifi alikuwa na chini ya Williams, alicrash. Ilikuwa imebaki lap moja, ilikuwa ni Bahrain ile, sikumbuki ilikuwa ni track gani. Alicrash. Kwa hiyo baada ya mtu kucrash lazima kuje na safety car. Mnakuwa mnaifuata ile safety car. Yenyewe sasa inatembea speed sio kubwa sana. Mnaifuata nyuma. Muda huo recovery vehicles wanakuja kulitoa lile gari pale. Sasa kikawaida under safety car magari ambayo kwa mfano safety car ni gari tofauti na mashindano yanaingia tu. Inakuwa ni hizi supercars. Kwa mfano kwa sasa hivi inatumika Aston Martin Vantage. Aston Martin Vantage ndio inatumika. Inaingia uwanjani kwenye mashindano. Inaingia uwanjani inakuwa na kingora magari. Sasa yenyewe inatumika kuguide magari kwamba wasije wakakanyaga wakagonga lile gari ambalo limepata ajali. Sasa kikawaida kama mtu alikuwa lapped, yani kwa mfano mimi ni mtu wa kwanza, gari langu lina speed, nikaja kukutana na mtu wa labda wa position na 20 nikampita. Hiko kitu waga kinatokea kwamba unamzunguka mara ya pili. Yani alikuwa nyuma yako, gari lako lina speed, overlap. Umemu-overlap. Kwa hiyo under safety car kinachotakiwa ni yale magari ambayo yalipitwa na magari yenye speed ya overtake ili aje kuungana huku wapi? Huku mwisho huku. Lakini hiyo 2021 na ilikuwa ni round ya mwisho. Ilikuwa sijui zilikuwa ni laps ngapi, sikumbuki. Lakini
ile race ilibidi imalizike under safety car, kwamba waruhusu haya magari mengine yafanyaje, yapite, yaipite ile safety car, yaje kujiunga huku mwisho. Na huo muda yale magari ambayo yako mwanzo wangekuwa wameshamaliza ile race under safety car. Lakini kilichotokea kwenye ile race, huyo director wa FIA aliruhusu racing iendelee bila yale magari mengine kufanyaje, kujiunlap, yani kurudi huku nyuma. Kwa hiyo kilichotokea sasa, na under safety car unaweza ukatumia hiyo advantage ukaenda kubadilisha matairi. Ukiwa na matairi ambayo yako fresh, yanakuwa yanashika vizuri ile barabara. Sasa Max Verstappen alitumia hiyo chance ya safety car, akaenda kubadilisha tairi, akaweka soft tires. Kwa akawa nyuma ya Lewis, lakini akiwa na tairi ambazo ziko fresh. Lewis alikuwa na tairi ambazo zimeshatumika. Safety car ilivyoingia kuruhusu, ilibaki lap moja. Yes. Kwa ilikuwa ni lap ya mwisho kabisa. Kwa Max Verstappen alikuwa na advantage ya kuwa na matairi yenye ubora zaidi kuliko Lewis Hamilton. Kwa hiyo alifanikiwa kumovertake. Haikuwa fair. Power ya gari naweza tukazungumzia horsepower sasa, power unit. Kwenye power unit tunasema hizi gari sasa hivi kuna kitu tunachoita power unit. Power unit ni muunganiko wa vitu vitatu. Kuna engine, kuna electric motors na kuna turbos. Hizo zote zinachangia kwenye kuongeza horsepower ya engine. Haya, na zile engine zinatengeneza horsepower zaidi ya hiyo power unit, inatengeneza horsepower zaidi ya 1000, lakini ni only 1.6 liter. Hizi gari za kawaida zinatengeneza horsepower ngapi? Gari ya kawaida kwa mfano Subaru Forester hii kipenzi chetu unakuta ni horsepower kama 150 na hivi. Zile 1000. Na zile engine zilivyo, kwa sababu ni engine zenye turbo, zina rev kwenye RPM kubwa, yani vibaya mno. RPM idle ya gari ya kawaida unaweza kukuta kwenye 1000 hapa, lakini idle ya gari la Formula 1 ni 5000 RPM. Ina rev kwenye 5000 RPM. Yani hapo ndo iko kwenye idle. Lakini inaweza kufika hadi kwenye 15000 RPM. Hiyo yote ni kwa sababu ni turbo. Si unajua nguvu ya turbo inapatikana kwenye RPM kubwa, yani engine mpaka izunguke. Yes. Kwa hiyo mafuta yanayotumia si ya kawaida. Mafuta wana develop mafuta ambayo ni race fuels, yani zenye efficiency kubwa. Kumbuka hata oil sio hizi. Yani ile engine imetengenezwa mahususi kwa ajili ya mashindano. Sio engine ambayo unatengeneza ili udumu nayo. Kwa utakuta kwa mwaka mmoja dereva na reliable kwamba itatembea kilomita sijui 1,000,000 kama hizi engines zenyewe zimekuwa tuned specifically kwa ajili kupiga show hiyo. Ya kupiga show tu. na wale madereva wana maisha yao ya kawaida. Sasa huko kwenye maisha ya kawaida, sigari ukiwa unaendesha unaona kama baiskeli. Of course. Unakuwa na gari gani nao? Na hiyo ni kasumba ambayo imemkuta hata Max Verstappen. Alienda nchi za watu huko, alikuwa na Aston Martin Valkyrie. Sasa jamaa yule ameshazoea speed. Ila sasa alikuwa anaendesha kwenye speed ambazo sio rafiki sana kwenye barabara za kawaida. Kwa kulikuwa na kesi fulani hivi, lakini haikuwa over speed. Yes, hiyo waga. Unaona washikaji wanakuwa wanaekea mipira hivi wanaachia. Sasa iko kitu ni kwa ajili muangalia kama akili yake iko sawa. Hiyo ni training kwa ajili ya reaction time. Kuna kitu tunachoita reaction time. Kabla ya mashindano hayaanza waga kuna taa pale zinawaka nyekundu. Ting ting ting, zinawaka taa kama 6. Zinakuwa zote nyekundu. Zikizima sasa pale ndo ishara yenu kwamba mwanze kukimbizana. Sasa reaction time inategemea hand to eye coordination, yani uwezo wako wa macho na mikono kufanya kazi. Kwa sababu kwenye Formula 1 unakuwa umeshika steering, unaangalia kule kwenye taa. Kwa reaction yako kuingiza gear, kuondoka. Kwa sasa ile training ya kudaka mipira ni hand to eye coordination, inamsaidia dereva. Kuna hiyo kudaka mipira na kuna nyingine ni vitaa wanaviweka ukutani. Kinachowaka ndo unakuwa unakibonyeza hivi. Kama unaweza kuwa umekutana na hiyo scenario. Ukifeli pale zile ni training tu za kukusaidia wewe kukecha. Ni kama gym tu. Yani unakuwa na better reaction time. Kwa sababu kama utakuwa na reaction time ndogo, kwa mfano uko nafasi ya kwanza, ila mwenye nafasi ya pili ana reaction nzuri zaidi,
Kwa ina maana anaweza kakuovertake. Shangaa muda wewe unakuja kuingiza gia, mwenzio ameshaingiza gia, yuko gia ya pili. Kwa unakuta wale shikaji wanapataga ajali, wanakufa. Yes, kunakuaga na ajali kali, yani ni mbaya, ajali mbaya tuseme. Kufa inawezekana. Inatokea kwa mfano Belgium, kuna dogo fulani wa kwenye Formula 2 alipata ajali kwenye Belgium maisha kabisa. Alipoteza maisha pale pale. Kuna kona moja hiyo tunaita Rouge, yani ni kona at a high speed lakini kuna kilima. Sasa ile kona ilivyo, yani ukikosea huko mbele kuna, yani huku kuna barriers zile. Sasa huyo dogo alienda kuingia kwenye barrier, alafu wanaokuja huko kwa sababu wanakuja kutokea bondeni, alafu huko kilimani hawakumuona. Kwa mmoja ilitokea akampitia. Yule dogo alifariki pale pale. Alimpitia gari akamkanyaga kama yeye. Yani aligonga ile gari yake. Huyo aliyemgonga alikuwa anaitwa Manuel Correa sijui. Aliyefariki alikuwa anaitwa Anton Hubert. Alifariki akiwa miaka kama 21 hivi. Kwa ni mchezo ambao ni hatari. Kwa sababu unavyogonga kuna kitu tunachoita G-forces. Yani wewe mwenyewe kama umepanda daladala, imetokea bodaboda amewachomekea hapo, dereva kiminya ile breki ya haraka, mnaona ile reaction. Sasa kumbuka hapo kwenye daladala mnaweza mkaa kwenye speed labda hata la 30, 40. Kumbuka magari yanaenda speed zaidi ya kilomita 300. Kwa waliosoma physics wanajua kuna kitu kinachoitwa momentum. Sasa kupunguza hiyo momentum, yani kuabsorb, sasa yani katokea sasa umekutana na kitu kigumu huko, unaweza ukapata damage kwenye mwili wako. Na waga hata kama umepata ajali ambayo isiwe serious sana, hata kama unatembea, lakini lazima uchukuliwe na medical team, wakupeleke clinic wakakupime, yani uko sawa kwa ajili ya kuendelea. Kwa yani ni mwenzako anaweza akashinda, lakini kwa niaba yako kama yuko vizuri unaweza kupata ajali, mmoja akaendelea akashinda. Yani kama wewe umetoka, timu yenu ina gari nyingine, linaweza likachukua ushindi. Bwana, hii inaitwa The Gear. Leo tulikuwa tunazungumzia Formula 1, tulikuwa na mtaalamu hapa ama petrolhead anaitwa Mr. Emmanuel. Mimi unaweza kunifollow Instagram, yani 255 Jerry. Shukrani kwa timu nzima ya The Gear. Shukrani sana kwa director Zosa kwa kufanya show kali kama hii. Mimi naitwa Jerry, unaweza kuniita 255 Jerry. See you next time. The Gear.